Ngozi za punda zaidi ya 3,000 zenye uzito wa tani 12 zimenaswa na maafisa wa polisi katika eneo la Kanyonyoo zikisafirishwa hadi kaunti ya Mombasa bila leseni. Shirika la Caritas kaunti hiyo ya Kitui ambalo limekuwa katika mstari wa mbele kutetea haki za punda limesema kuwa wahusika watawasilishwa mahakamani kujibu mashtaka. Suala hili liliibua maswali chungu nzima kuhusiana na uchinjaji haramu wa punda ambao umepigwa marufuku nchini. Afisa mkuu katika Wizara ya Mifugo Jonathan Chambi akisema biashara ya uchinjaji wa punda imeleta hasara nyingi katika kaunti ya Kitui, ikizingatiwa kuwa punda hutegemewa sana na wakazi wa eneo hilo. Hizo ngozi zilikuwa ni 3,721 na sisi tunafikiria zinapelekwa China, na kulingana na sheria serikali ya Kenya imeharamisha uchinjaji wa punda, na kwa sababu tukiendelea kuchinja punda inaonekana ya kwamba tutapoteza punda wengi na tutakuwa na punda wa kufanya kazi. Kwa sababu hiyo ndio naona tuko hapa, na hao watu ambao walikuwa wanasafirisha hizo ngozi tumeshawashika, wamewekwa ndani na watapelekwa mahakamani wakashtakiwe. Jambo la kwanza ambao watashtakiwa nayo ni kwamba wako na makaratasi mkushi. Wamekushi stakabadhi hizo makaratasi ya kusafirisha hizi ngozi, kwa sababu wanasema wamepatiwa kutoka Turkana, na ukiangalia sisi tuko Kanyonyoo Kitui. Si ngozi tu, inamaanisha kuna punda 3,721 walichinjwa, na hatuna ile inaitwa kichinjio iliyokubaliwa kuchinja punda. Inamaanisha punda wamechinjwa kwa njia ambayo si halali, kwa njia ambayo si ya kiusalama na mahali isipofaa. Kwa hivyo tuko hapa kama Caritas kwa hii project ya Mtunze Punda kutetea haki ya punda. Tumekuwa tukielezea wenye punda jinsi ya kutunza punda, lakini tuko na shida kubwa ambayo punda wanachinjwa bila idhini ya wenyewe na wanasafirishwa kupelekwa China. On 20th April 2020, the former minister wa agriculture alitoa ban ya export of skins and especially the donkey skin. Kama hiyo ban ilitolewa na it was gazetted na ikakuwa shared. Na kando na hilo unakuta mtu anakuja na mabarua expired. Sasa expired barua already the business is also banned. Therefore such goods vitu kama hizo asifai kupitia kwa maofisi yenye they are legalized na maofisi yenye they are serving the Republic of Kenya.